Licha ya vita vilivyodumu kwa miaka miwili kuelekea mwaka wa tatu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anadai kwamba hali ya uchumi katika taifa hilo la Kiyahudi umeimarika na bado ni imara. Waziri mkuu huyo wa Israel amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba hali ya uchumi bado imeimarika, huku akitoa somo moja lililopatikana kutokana na mauaji ya Oktoba 7, ni kwamba Israel inahitaji kuunda sekta huru ya silaha ambayo inaweza kuhimili vikwazo vya kimataifa. Netanyahu alisema kwamba maoni yake ya Jumatatu juu ya utekelezaji wa uchumi wenye sifa za haki halisi hayakueleweka na vyombo vya habari. Hata hivyo, vyombo mbalimbali vya habari vilimuona Netanyahu kama aliyekuwa akizungumza uongo kwamba hali ya uchumi katika taifa hilo imeimarika licha ya vita vinavyoendelea kila kukicha. Shekeli ina nguvu zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya vita kuanza, alisema. Katika mwaka uliopita soko letu la hisa limekuwa na nguvu kuliko ilivyokuwa ya Marekani. Waziri mkuu huyo alisema kwamba ingawa hadharau majaribio ya kimataifa ya vikwazo katika nyanja ya teknolojia ya juu na AI, hakuna anayefanya kazi vizuri zaidi kuliko Israel. Hata katika sekta ya ulinzi ambapo Israel inapata upinzani mkubwa wa kisiasa, mauzo ya nje yameongezeka katika muda wote wa vita. Hata hivyo, mafanikio hayo ambayo yaliimarisha azimio la Netanyahu la kuifanya Israel kuwa huru kiuchumi na kuwahimiza wawekezaji wa kigeni kuwekeza nchini humo. Wachambuzi wa mambo wameeleza kwamba tangu kuanza kwa vita mwaka 2023, wapiganaji kama vile Hezbollah, lakini pia Hamas na hata Wahuthi wa Yemen wamekuwa wakiendelea kufanya mashambulizi, na jambo ambalo limekuja kusababisha baadhi ya wawekezaji kuondoka nchini humo, ambapo vyombo vya habari vilikuwa vikimhoji Netanyahu kwamba nini alitarajia baada ya baadhi ya wawekezaji kuondoka. Kadhalika, moja kati ya maeneo ambayo Israel ilizuiwa ni katika eneo la bahari ya Sham, ambapo Wahuthi wa Yemen wamekuwa wakizuia upitaji wa meli za Israel ambazo zilikuwa zikitoka, ama baadhi ya mataifa yaliyokuwa yakiingiza meli zao kupitia bahari ya Sham na bahari Nyekundu. Mtazamaji wa The World News, hali ya Israel kwa mujibu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, anasema kwamba bado uchumi wake una nguvu mno. Anasema tutaunda sekta huru ya silaha yenye nguvu sana, imara sana, ambayo itastahimili vikwazo vyovyote vya kimataifa na kutoa usalama kwa taifa la Israel, anasema Netanyahu. Wakati ujao ni wa wale wanaobuni, alihitimisha, na Israel ni taifa la uvumbuzi, anaendelea Netanyahu. Alielezea Jumatatu haja ya kulinda viwanda muhimu kwa usalama wa taifa, akisema yeye ni mtetezi wa soko huria, lakini ili kuendelea kuishi itabidi uhakikishe uwezo wa kuzalisha kile kinachohitajika kwa usalama wa taifa wao wenyewe, hasa katika viwanda vya silaha. Amelinganisha hali ya Israel na Ugiriki akali, akisema sisi na Ugiriki hatukuwa na tofauti, labda ni wakati ambapo tunapaswa kubadilika. Waziri mkuu pia aliashiria hali ya sasa aliyoita ukiritimba kwa Israel baada ya baadhi ya mataifa kuitenga Israel kama ilivyotengwa Ugiriki. Kilichofanya kazi hadi sasa hakifanyi kazi mbele, alisema. Wapunguze tu urasimu, akiziambia nchi za kimagharibi ambazo zilisema hazitatuma tena silaha nchini humo, huku zikitaka kulitambua taifa la Palestina, jambo ambalo kwa Israel ni mstari mwekundu. Mtazamaji wa The World News, hayo ni ya bwana Benjamin Netanyahu. Endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.